vyakula hivi aina ya wanga, vyanzo vyake ni wapi? Ama tunaweza kutumia tukala vyakula vipi ili kusudi ndani yake tuweze kupata kitu kinachoitwa wanga? Kwa urahisi sana ni kwamba chakula aina ya wanga huweza kupatikana kwa asili katika vyakula vitokanavyo na mimea, lakini pia huweza kupatikana kwa kuongezwa kwenye vyakula vilivyosindikwa. Kwa kumbe kuna baadhi ya vyakula ambavyo vimesindikwa, lakini ndani yake vimeweza kuongezewa baadhi ya virutubishi, hivyo vinakuwa na uwezo wa kuongeza nguvu. Na kwa namna hiyo sasa tunajikita katika aina mbili. Kwa kuna aina mbili hivi vyakula vya wanga, na aina ya kwanza ni wanga rahisi. Ninaposema wanga rahisi, ni mfano wake ni vyakula mfano kama asali, vyakula kama vile sukari ya mezani, soda, pipi na vinywaji vinginevyo ambavyo huwa vinaongeza nguvu kwa haraka. Kwa nini tunaita ni wanga rahisi? Inaitwa wanga rahisi kwa sababu hupandisha ama ina uwezo wa kupandisha sukari ndani ya damu kwa uharaka sana, na kile kiwango chake ndani ya damu kinaweza kutumika, ama ile nguvu yake inaweza kutumika ndani ya muda mfupi tu kisha ikaweza kuisha. Ndio maana tunasema ni sukari rahisi, hivyo haidumu. Kwa hiyo unapotumia vyakula kama hivi, mfano hiyo sukari na kadhalika, unapata tu nguvu ya muda mfupi. Ndio maana tunasema ni wanga rahisi. Unaweza kutumia pia mfano wakati wa mazoezi, umetoka kufanya mazoezi. Wengine pia wanatumia mfano glucose ile wanaoramba wakimbia riadha, wanariadha, pia ni aina mojawapo ya wanga rahisi. Lakini kuna aina ya pili sasa ya wanga ambayo tunaita wanga changamano. Hii ni wanga pamoja na nyuzi, ama kwa lugha ya Kiingereza inaitwa complex carbohydrate. Aina hii ya wanga unaweza kuipata katika nafaka mfano kama vile mahindi ambayo hayajakobolewa, ukisaga unga wake. Kuna kunde, kuna mihogo, kuna mboga za wanga. Mnielewe kidogo, kuna kitu kinaitwa mboga za wanga. Ninapozungumzia mboga za wanga na maanisha viazi mviringo, mihogo, viazi vikuu, magimbi na viazi vitamu. Hiyo ndo aina ya mboga za wanga. Lakini pia hii hapa wanga changamano unaweza kuipata katika vyakula hivyo vingine vyenye nyuzi. Na jamii ya mikunde ni kama maharagwe na vyakula vingine. Sasa tuangalie mifano ya vyakula vya wanga. Maana nimetaja makundi mawili. Nimesema kwamba kuna wanga rahisi na kuna wanga changamano. Wanga rahisi ni ile inayokutia nguvu kwa uharaka, lakini pia nguvu yake inaisha ndani ya muda mfupi. Lakini wanga ambayo ni changamano ama complex, yenyewe inakuwa na uwezo wa kuwezesha mwili wako kukaa na nishati ya nguvu kwa muda mrefu. Mfano unapokuwa umekula ugali utokanao na dona mahindi ambayo hayajakobolewa, na maanisha nishati inayozalishwa na chakula hiki ina uwezo wa kukaa ndani ya mwili kwa muda mrefu. Kwa nini inakaa kwa muda mrefu? Ni kwa sababu ule mchakato wake wa kuvunjwa kile chakula huwa unatendeka taratibu, na ule utaratibu wake unawezesha mwili wako sasa kuweza au kile chakula kukaa kwa muda mrefu. Na kile kitendo cha kukaa kwa muda mrefu ndani ya mwili ndivyo ambavyo mwili wako unajisikia kuwa umeshiba, hivyo kutokuhitaji kula vyakula vingine vingi. Hiyo ndo aina ya wanga changamano. Sasa